Karibu mtazamaji wetu. Unaweza ukajiuliza kupitia hotuba ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenye mkutano mkuu wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya hapo jana, kwa nini umekuwa ni tishio kwa taifa la Iran? Sasa basi, hapo jana wakati wa hotuba ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akihutubia kwenye mkutano huo mkuu kabisa jijini New York, Marekani, aliitaja Irani kama ni adui mkuu wa taifa la Israel, lakini vile vile ni tishio kwa taifa la Marekani. Netanyahu alirudia mara nyingi propaganda kwamba Irani ndiyo chanzo cha ugaidi na usalama kuharibika katika Mashariki ya Kati. Lakini alitumia hotuba hiyo kuhalalisha sheria za Israel za kulenga moja kwa moja Irani, akiiweka kama kikwazo cha amani duniani. Lakini Netanyahu pia alisema wazi kwamba Iraki itakuwa shabaha inayofuata ya Israel, na hili ni onyo linaloonyesha kuwa baada ya Gaza na Lebanon, sera za Tel Aviv zinaweza kuelekezwa moja kwa moja dhidi ya nchi ambazo zina uhusiano wa karibu na taifa la Iran. Kauli hiyo inamaanisha kuwa njia za usambazaji na washirika wa Iran katika ukanda huo wako hatarini kwa hivi sasa. Lakini kwenye shinikizo la kidiplomasia kwa kutumia jukwaa la Umoja wa Mataifa, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alijaribu kushawishi jamii ya kimataifa kuunga mkono msimamo mkali dhidi ya Iran, akijenga taswira ya tishio la kijeshi na nyuklia linalodaiwa kutoka Tehran. Hii inalenga kuipa Israel uhalali wa kushambulia au kufanya operesheni dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kujilinda. Lakini hotuba pia ilibeba maneno ya vitisho, ikidai kwamba Israel haitasubiri kushambuliwa kwanza, na ni ishara ya siasa ya preventive strike, yani kuzuia kwa kushambulia kwanza, ambazo mara nyingi hutumiwa kuhalalisha shambulio la ghafla. Mfano, alivyoshambulia taifa la Iran kwenye vita vya siku 12, Israel ilikuwa ya kwanza kuweza kufanya mashambulizi hadi baadaye taifa la Iran kuweza kujibu. Lakini muktadha wa vita vya Gaza na Lebanon, Netanyahu aliamini kwamba taifa la Iran ndiyo mfadhili mkubwa wa makundi ya wapiganaji katika ukanda wa Gaza, lakini vile vile katika taifa la Lebanon. Mtazamaji, hapa tutakuletea taarifa zote ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa, lakini nikusihi uweze kujipatia taarifa zaidi, uweze kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na